Yildirim ni kombora jipya la masafa marefu sana ICBM lililotengenezwa na Uturuki. Limefichuliwa rasmi kwa mara ya kwanza Mei 5 mwaka 2026 wakati wa maonyesho ya ulinzi ya Saha Expo mwaka 2026 mjini Istanbul. Hili ni kombora la kwanza la Uturuki la aina ya Intercontinental Ballistic Missile ICBM ambalo lina uwezo wa kufikia umbali wa kilomita 6,000. Hii inamaanisha kutoka Uturuki linaweza kufikia Ulaya yote, hata London, Paris, Berlin pamoja na Moscow, sehemu kubwa ya Afrika na sehemu kubwa ya Asia. Kombora hili linaweza kufikia kasi mara 25 zaidi ya kasi ya sauti, na hii inafanya iwe vigumu sana kwa mifumo yote ya ulinzi wa makombora kuikamata. Uzito wa kichwa cha mlipuko wake ni tani 3, yani kilo 3,000, na inatumia injini 4 za roketi zinazotumia mafuta ya kioevu. Yildirim inachukuliwa kuwa moja ya maendeleo makubwa sana ya kijeshi ya Uturuki katika miaka ya hivi karibuni. Waziri wa ulinzi wa Uturuki alisema kuwa ni kombora la kwanza la kioevu lenye uwezo wa hypersonic na lenye masafa marefu zaidi ambalo nchi yao imewahi kutengeneza. Hadi sasa Yildirim bado ni mfano ulioonyeshwa katika maonyesho. Bado haijafanya majaribio ya kurusha hadharani, lakini linatarajia kuanza majaribio ya uzalishaji katika miaka michache ijayo. Kwa sasa Uturuki haina silaha za nyuklia, hivyo kombora hili litabeba kichwa cha kawaida cha mlipuko mikubwa. Hata hivyo, kuwa na kombora la masafa marefu kama hili kunampa Uturuki uwezo mkubwa wa kutoa kinga katika eneo lake na kuonyesha kuwa inazidi kuwa nchi yenye nguvu ya kijeshi. Kwa ujumla, Yildirim inaashiria kuwa Uturuki inataka kujitegemea kabisa katika silaha na kupunguza utegemezi wake wa nchi zingine kama Marekani, Urusi pamoja na China. Tuambie, una maoni gani kuhusu kombora hili? Usisahau kulike, kucomment, kushare pamoja na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoziweka.